UNAVETA pia. ACT Wazalendo, leo na kesho. Ndugu viongozi wa meza kuu ambao ni viongozi wa ngome yetu ya vijana, katibu wa organization na mipango wa ngome ya vijana dada yetu Aisha Segumba, pamoja na katibu mwenye dhamana ya vyuo vikuu ndugu yangu Jafari Comrade, uongozi wa mkoa wa Dodoma ukiongozwa na katibu wa mkoa wa Dodoma, uratibu wa vyuo vikuu mlioandaa tukio hili ukiongozwa na dada Zainab, na viongozi wote wa mkoa wa Dodoma ambao mpo humu ndani, simameni tuwaone na vijana waone. Viongozi wa mkoa wa Dodoma, bila kujali nafasi yenu, mkoa, majimbo mliopo, simama tuwaone. Asante, makofi mengi sana kwao. Mwenyekiti wa mkoa wa Morogoro ambaye baada ya kupata tangazo hili na yeye ameona bora aje, makofi mengi sana kwake. Na viongozi wote wa chama ambao mpo ndani ya ukumbi huu, itifaki yote imezingatiwa. Habari za jioni. Na bila kuwasahau wenye shughuli hii, wanafunzi wa vyuo vikuu, na nimepata furaha kusikia kwamba shughuli hii imehudhuriwa na wanafunzi kutoka vyuo vitano. Neno langu la mwanzo ni neno la pongezi. Nachukua fursa hiyo. Wapo watu wengine wanampenda sana Profesa Issa Shivji. Vijana wanaosoma sheria watakubaliana na mimi. Lakini watu hawa, na amesema vizuri sana ndugu Jafari, ni wale wanaoyafurahia matunda. Baba, huyu mzee Warioba ni mzee mzuri sana, anachambua vizuri sana, ana misimamo mizuri sana, analisaidia taifa lake. Lakini watu hawa hawajui kwamba Jaji Joseph Sinde Warioba alipikwa vyuo vikuu kama nyinyi mnavyoanza safari yenu hivi leo. Miaka ya 60 Warioba na wenzake walianzisha chama walichokiita Chama cha Wanafunzi Tanganyika, kwa sababu kilikuwa kinahusu Tanzania bara, na Warioba ndio aliyekuwa kiongozi wao. Nitawapa mfano wa pili. Rais wa sasa wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akiwa anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, yeye na wenzake hawa akina Profesa Shivji, kuliwahi kuwa na gavana wa benki kuu anaitwa Beno Ndulu, kuliwahi kuwa na waziri wa fedha wa zamani ambaye pia aliwahi kuwa waziri wa utalii anaitwa Zakia Meji. Sijui kama mnawafahamu hawa watu, wengi ni wastaafu. Walianzisha chama chao pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, walikiita chama hiko USAF, kirefu chake University Students Revolutionary Front, umoja wa kiharakati wa wanafunzi wa vyuo vikuu. Kazi yao kuchambua mambo, kazi yao kudadisi mambo, kazi yao kutoa mchango wao katika jamii. Na walileta msukumo mpaka watawala wakaanza kuwaogopa, wakakifungia chama hiko, kama niko sahihi, mwaka 1968. Sawa bwana Jafari? 1968. Na walikuwa na jarida lao wanaandika, lilikuwa linaitwa Cheche. Ukienda mkasome vijana makala zile za Cheche, utafikiri zimeandikwa na maprofesa. Hao walikuwa akina Museveni. Kwa bahati mbaya wengine wamesaliti mapambano. Ni jambo linalohuzunisha kwamba Museveni huyu ambaye amepikwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, amelelewa kiitikadi hapa Tanzania, Museveni leo amegeuka kuwa ndiyo nyundo ya kuwakandamiza wenzake. Ni jambo la aibu sana. Na salamu zangu kwa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, kwa sababu nikisimama hapa kama katibu mkuu wa ACT Wazalendo na kama mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lazima salamu hizi zitamfikia kwamba Rais Museveni, umeyasaliti mapambano, umetuangusha vijana ambao tukisoma makala zako ulizoandika miaka ya 70
zilitutia moyo sana. Leo hii Rais Museveni ndio anayemweka ndani Kizza Besigye, mpinzani wake. Leo hii Rais Museveni ndio anayewashughulikia waandishi wa habari. Huu ni usaliti wa kimapambano. Lakini nguvu zote hizi Rais Museveni alizipata akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu kama nyinyi. Hata wakati wa chama kimoja, ukisoma nyaraka enzi za TANU Youth League, harakati zao hazikuwa kama leo hii. Vijana walikuwa wanajifunza, vijana wanajadili, vijana wanatekeleza wajibu wao katika jamii. Hata miaka ya 90 zamani elimu ilikuwa bure kweli kweli. Siku hizi mnaambiwa elimu bure kwa maneno tu. Yuko kijana mmoja alinifuata, ndugu yangu, naomba unisaidie, nimefaulu kwenda A-level. Nikamwambia nipe mkeka wa gharama. Shule ya serikali gharama zinazidi milioni 1. Lete jembe, lete shoka, lete elimu, lete godoro. Au naongopa ndugu zangu? Hayafanyiki haya. Enzi hizo elimu ilikuwa bure kweli kweli. Miaka ya 90 Benki ya Dunia na Jumuiya ya Fedha Duniani IMF ilileta masharti kwamba ili nchi zetu ziweze kupata misaada lazima tukubali masharti yao, ikiwemo kitu wanachokiita cost sharing, kwamba tuchangie gharama. Wao watoe mikopo na misaada, lakini na wananchi nao watoe gharama. Huu ndio ukawa mwanzo wa sekta nyeti ambazo zamani ilikuwa bure zianze kulipishwa fedha. Walianza na elimu, wakaenda na afya, hivi karibuni wanakwenda na kwenye maji. Hivi mnajua wataishia wapi? Mnajua watakoishia? Mjui kwamba maiti zinatozwa fedha, yaani kwamba ukifiwa lazima ufanye cost sharing kwenye maiti. Yaani huyu mtu kashindwa kumuuguza nduguye, kashakufa, lakini unaambiwa ule mwili huwezi kutoa hapa. Miaka ya 90 hawa akina Mbatia Francis na wenzao na miaka iliyofuata walikuwa wanaendeleza mapambano ya kupinga hiyo cost sharing. Na hayo mapambano tuliyarithi na sisi wengine. Mimi nimekwenda chuo kikuu, nimekuta ndio ule mwanzo wa kusema, mwanzoni mikopo ilikuwa kwa wote. Baadaye wakawa wanasema ukisoma education utapata mkopo, ukisoma afya na sayansi utapata mikopo. Fani nyingine watakukadiria, na wakiona una uwezo kiasi au pati. Tukafanya mapambano. Mimi nilikuwa napata mkopo, nimesoma sheria, nikapewa mkopo. Muda huo watu wa sheria miaka hiyo tulikuwa tunapata mikopo kwa urahisi. Lakini ningekuwa mbinafsi mimi, ningesema mimi napata mkopo,